siku ya leo, siku ya kwanza kabisa ya maombi ya mfungo. Kwa majina ninaitwa Merina Atujona. Karibuni sana. Kama unaandika, somo letu ni kushukuru, na maombi yetu ya siku ya kwanza yatakuwa ni kushukuru. Haleluya. Fungua kitabu chako Zaburi, Biblia yako, kitabu cha Zaburi sura ya 100 na ule mstari wa 4. Nikipata msomaji itapendeza zaidi. Zaburi sura ya 100 na ule mstari wa 4 imeandikwa: ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni, limidini jina lake. Kushukuru ni lango la kuingia katika uwepo wa Mungu, kama andiko linavyotuambia kwamba ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa hiyo kwa ufupi kabisa, kushukuru ni lango la kuingia katika uwepo wa Mungu. Ni kanuni ya kiroho kwamba ni sharti uanze, na unapoanza na jambo lolote unatakiwa kwanza kushukuru. Hata kama una matatizo, hata kama una mahitaji ya namna gani, tanguliza kwanza shukrani kwa Mungu. Haleluya. Haleluya kanisa. Jambo la msingi kabisa la kwanza ni kumshukuru Mungu. Kama tulivyoambiwa ya kwamba kushukuru ni lango la kuingia katika uwepo wa Mungu. Ndio maana mahali hapa tunapokuwa kwenye maombi huwa tunaanza na maombi ya kushukuru, ili kujifungulia anga la kuingia kwenye uwepo wa Mungu, na tunapotafuta hata kuomba toba lazima tuanze na kushukuru kwanza. Haleluya, haleluya. Fungua kitabu chako cha Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5 na mstari wa 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 inaandikwa: shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Hapa tunaagizwa na tunahimizwa kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kushukuru sio yale ya mtu, bali ni mapenzi ya Mungu. Mungu anataka tushukuru kwa kila jambo, pamoja na magumu tunayopitia, pamoja na mahitaji tuliyo nayo, lakini Mungu anatutaka tushukuru kwa kila jambo. Haijalishi wewe ni mgonjwa, haijalishi hauna chakula, haijalishi haujui maisha yako utayaendeshaje, lakini Mungu anachokitaka kwako wewe ni kushukuru kwa kila jambo. Hakikisha unamshukuru Mungu katika kila eneo la maisha yako. Tunapomshukuru Mungu ni pamoja na uhai. Tunapomshukuru Mungu ni pamoja na uzima tulionao. Lakini unapokuwa mgonjwa usiache kumshukuru Mungu. Maana amesema shukuruni kwa kila jambo. Hayo ndiyo mapenzi yake Mungu kwetu sisi wanaye, au kwetu sisi waamini kwamba Mungu yupo. Fungua kitabu chako cha Luka ile sura ya 17 na mstari wa 15 mpaka wa 19. Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 15 mpaka wa 19 imeandikwa: na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa ni Msamaria. Yesu akajibu akanena: hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka uende zako, imani yako imekuokoa. Hapa tunapata ile habari ya wale wakoma
10 walienda kwa Yesu wakihitaji kutakaswa. Yesu akawaambia waende wakajionyeshe kwa makuhani wao, na wote 10 walitakaswa, lakini alirudi mmoja tu kumshukuru Mungu. Tunaona kwamba watu wengi hawaoni umuhimu wa kumshukuru Mungu. Wale wote 10 walikuwa wanaokoma, ila mmoja tu ndiye aliyeona umuhimu wa kurudi na kumshukuru Mungu. Hebu jitafakari wewe mwenyewe ndani yako, au muulize jirani yako, ni mangapi Mungu ametenda kwako na hujawahi kurudi kumshukuru Mungu? Haleluya kanisa. Jaribu kunena na jirani yako, muulize kwamba ni mangapi Mungu aliyotenda kwako, lakini haujarudi kurudisha shukrani kwa Mungu. Hujamwambia Mungu asante. Wakati mwingine labda unapitia magonjwa, unamwomba Mungu na Mungu anajibu, anafungua. Wakati mwingine una mahitaji mbalimbali, unaenda kwa Mungu na muomba na Mungu anaachilia mahitaji yale. Lakini je, lini ulirudi kushukuru? Hapa kwa asilimia kubwa tunaona wale wakoma 10 waliponywa, lakini alirudi mmoja tu kumshukuru Mungu. Hii ni dhahiri kwamba wanaorudisha shukrani kwa Mungu ni wachache sana. Sisi kama kanisa la leo, sisi kama waamini wa leo, sisi kama kanisa la Hebrews tunatakiwa kujifunza kumshukuru Mungu. Ndio maana mbeba maono akaona umuhimu wa kwamba siku ya kwanza ya maombi yetu ya siku 21 iwe ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu tu. Yapo mengi ambayo Mungu ametenda kwetu, yapo mengi ambayo Mungu anaendelea kutenda kwetu. Hivyo kuna umuhimu wa sisi kurudi kumrudishia Mungu shukrani. Haleluya, haleluya. Lakini jambo jingine mpendwa, ni kuambia kwamba kushukuru ni tabia ya Mkristo. Mkristo anapaswa kuishi maisha ya kumshukuru Mungu. Haleluya. Fungua kitabu chako cha Wakolosai, ile sura ya 3 mstari wa 15 mpaka wa 17. Kolosai 3:15 hadi 17 imeandikwa, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa mioyo ya neema. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana wetu Yesu, mkishukuru Mungu Baba kwa yeye. Haleluya. Hapa tunaambiwa kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba kwa yeye. Lolote lile utakalo lifanya, lolote lile unalowaza kulifanya, hakikisha unalifanya, lakini yote unayoyafanya mshukuruni Mungu. Tuwe na tabia ya kushukuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna vitu natamani tuviangalie, vipo kama 7. Jambo la kwanza, unapoamka hakikisha unamshukuru Mungu. Kila kuchwao, kila kukicha, mshukuru Mungu. Wapo wengi ambao tunaingia nao vitandani kulala, lakini wengine hawaamki kabisa, wanalala mauti, wanalala usingizi wa milele. Wewe umepata neema ya kuamka ukiwa mzima, mshukuru Mungu.
Kwa kila jambo hakikisha unamshukuru Mungu. Jambo la pili, shukuru katika kila jambo, kabla ya kufanya hilo jambo na baada ya kufanya jambo. Wewe mwenyewe hakikisha unamshukuru Mungu. Yapo mengi tunayoyafanya, lakini mshukuru Mungu. Yapo mengi tunayofanyiwa, hakikisha unamshukuru Mungu. Mungu mwenyewe anafanya mengi mno kwetu. Lakini pia kushukuru huwa kunamfanya Mungu kuponya mioyo yetu. Tunapokuwa na mioyo ya shukrani, Mungu huiponya mioyo yetu pia. Hilo ni jambo la tatu. Unapomshukuru Mungu, jua kwamba Mungu kuna jambo analifanya ndani yako. Kuna jambo Mungu analifanya kwenye moyo wako wewe. Ndio maana tunahimizwa sana kumshukuru Mungu katika kila jambo, kwani ni mapenzi yake yeye kwetu. Lakini jambo la nne, kumshukuru Mungu ni moja kati ya silaha za kiroho. Umetii na umeheshimu kumshukuru Mungu katika kila jambo, lazima Mungu kuna jambo atalifanya kwako. Kwa hiyo amini ya kwamba unapomshukuru Mungu tayari unayo silaha moja ya kiroho ambayo inakulinda wewe. Haleluya kanisa. Shalom, shalom. Yaani tunaposhukuru tayari tunayo silaha ya kiroho ya kimungu inayotusimamia, inayotulinda, inayotuongoza, inayosababisha Mungu aendelee kutuwekea wigo na kutulinda kila itwapo leo. Jambo la tano, kushukuru utangulia maombi. Tunapokwenda kumshukuru Mungu, tunazo haja zetu nyingi mbele za Mungu, tunayo mahitaji yetu mengi mbele ya Mungu, lakini tunapomshukuru Mungu kwanza, tunasubiri kwanza mahitaji yetu yakae pembeni. Tunatakiwa kwanza tumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ameyatenda kwetu, kwa yale yote ambayo atayatenda. Hata kwa ajili ya maombi haya, tunaamini ya kwamba tunapokwenda kumwomba Mungu, yapo majibu atayatenda kwa dhahiri, yapo majibu atayatenda papo kwa papo. Kwa hiyo tunatakiwa tumshukuru kwanza kabla tujapeleka haja zetu mbele zake. Kwa hiyo tanguliza kwanza shukrani. Unapokuwa na mahitaji, haijalishi siku hiyo umelala njaa, usitangulize kusema Bwana naomba chakula. Hapana. Mshukuru Mungu hata kwa ajili ya hilo la kukosa chakula, ndipo upeleke mahitaji yako mbele za Mungu. Haleluya kanisa. Lakini jambo jingine, kushukuru utanguliza muujiza. Kuna wakati Yesu anaenda kumponya Lazaro aliyekuwa amekufa kabisa. Alipiga magoti akasema, Baba nakushukuru kwa kuwa unanisikia. Na Mungu alitenda, akamwamsha Lazaro aliyekuwa amekufa siku 4 na tayari ananuka. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu, tunahimiza miujiza itendeke kwetu, lakini tunahimiza majibu ya maombi yetu, na tunamhimiza Mungu afanye mengi katika namna tofauti tofauti. Lakini pia kumshukuru Mungu, hilo ni jambo la 7, kunaleta mabadiliko ya ndani yako wewe. Mungu anafanya vitu vya tofauti. Mungu kuna sehemu atakubadilisha. Mungu kuna sehemu atatenda na katenda kwa viwango vingine vya tofauti. Haleluya, haleluya. Haleluya kanisa. Binafsi naweza nikajitolea mfano. Huwa ninamshukuru Mungu kwa kuniunganisha na madhabahu ya Hebrews Camp. Lakini hakuniunganisha hivi tu. Aliniunganisha kutokana na jambo nililokuwa nalo. Ndio maana nikaunganishwa na Hebrews Camp. Na leo hii namshukuru Mungu pia kwa kuniunganisha na Baba Mwonaji mimi kuweza kusimama hata mbele yako. Mimi nilikuwa sina uwezo wa kusimama na mtu tukaangaliana uso kwa uso, tukiwa wawili nilikuwa sina. Ila kwa kuunganishwa na madhabahu ya Hebrews Camp, leo nina uwezo wa kusimama mbele zako. Haleluya. Tusimame juu tukamwabudu Mungu, kisha tuingie kwenye maombi.